Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Yeye ana watoto wawili na wapo wake wawili, ila kwake huyo mume amekata kwenda bila sababu, na sasa huu ni mwezi wa 3, na kuhusu huduma hatoi mpaka wavutane kama amemwacha vile hizo huduma zake. Na akimuuliza mbona huji, anasema endelea na maisha yako. Ni akimuuliza kwani umeniacha, anamwambia kwani wewe unaonaje? Sasa shehe, naomba kuuliza, je, hapo pana ndoa tena? Hajanitamkia talaka, ila ananiambia niendelee na maisha yangu. Na kama bado ni ndoa, hukumu huku kutokuja kwangu, hukumu yake ni nini? Na mimi pia mke na huduma hatoi. Subhanallah. Naam. Swali ni refu na mazingira ni mazito. Naam. Kwa jumla, naam, mtu au mume wa aina hii ni mume ambaye hana thamani yoyote mbele ya Mola wake wala mbele ya viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na huyu ameingia katika dhambi, kwa sababu amesema Mtume SAW kwamba kafa bil mar'i ithman an yudhi'a man ya'uluhu, yatosheleza kwa mtu kupata dhambi kwa kule kutowasimamia na kutowajali wale ambao anatakiwa yeye kuwajali na kuwasimamia, awasimamie na kutoa huduma hizo. Na huyo si mwanamume bora. Huyo itakuwa ni bora mwanamume, lakini si mwanamume bora, kwa sababu Qur'ani imeelekeza wazi kwamba wanaume waliopewa fadhila na ubora zaidi, baadhi yao kuliko baadhi nyingine, ni wale ambao wanakuwa wanatoa katika mali zao, bima fadhalallahu ba'dahum ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim, kwa kule kutoa mali zao, kutoa huduma, basi wamekuwa nao ni bora vile vile. Na pia akasema Allah mtukufu ya kwamba wa'ada al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, na kwa yule baba ambaye amepata watoto kupitia huyo mkewe, basi naye ana wajibu kutoa, hajapata watoto pia, lakini wajibu kutoa upo, kutoa katika matunzo na huduma zile kwa ujumla, kwa watoto na kwa mkewe. Kwa hivyo huyu amefanya kosa kubwa, na anatakiwa huyu alipishwe gharama hizo. Midhali kwamba yule mke anaishi kwa gharama zake mwenyewe na watoto wake kwa muda mrefu, na haji katika zamu zile, basi unamshauri huyu mama aje ofisini kwanza, ili tuweze kusaidia katika hatua zile za mwanzo. Na huyu mume atatakiwa manake kuja kutekeleza yale ambayo atakuwa ameelekezwa na mamlaka au na ofisi, na ikiwa itakuwa anafanya ukaidi, basi mamlaka pia inaendelea kuchukua hatua katika hatua nyingine, kwa sababu hili ni tatizo. Na midhali kwamba yeye ni mtu ana akili zake timamu na anajielewa na anajibu majibu kama hayo, maana kwamba huyu inaonekana kwamba anamwadhibu mkewe, ndio akasema Allah mtukufu naam, kwa kuwa na mke mwingine. Na maana akasema kwamba Allah mtukufu, walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kalmu'allaqati, kwamba na wala hamtoweza nyinyi wanaume kufanya uadilifu, yani kwa kuwa na wake wengi zaidi ya mmoja manake. Basi kwa maana katika ile mapenzi ya moyo hatuwezi, lakini katika masuala ya uadilifu ni lazima tuweze. Ambaye hakuweza hivyo, basi anapata dhambi ikiwa atafanya kuwadhulumu haki zao wale ambao ni wake zake. Wala simwache mkeo kama vile ambaye ameninginia, kwamba kubwa sana. Tunamshauri kwamba pia aje katika ofisi alete swala hilo na maelezo na taarifa za mume aliko pahala gani. Inshallah tutaweza kusimamia vizuri kadri ambavyo itawezekana, ili kumweka sawa, na afanye subra katika hilo, na inshallah vyombo vya sheria vinaelekeza vizuri katika kutekeleza yale ambayo ni kusimamia haki na uadilifu, na kila mmoja apate haki yake kadri ambavyo inastahiki biidhnillahi azza wa jalla. Wallahu ta'ala alam.